Nchi zilizostawi ulimwenguni zinatambua uzalendo, na hususan katika kaunti hii ya Narok. Hii leo nimejumuika na baadhi ya wakaaji katika mitaa na wameelezea maoni yao kuhusiana na uzalendo. Uzalendo ni inamaanisha patriotism ama nationalism kwa lugha ya Kimombo. Lakini uzalendo ni utamaduni ya kisiasa ama historia ya Kenya. Kwa saa hii nafikiri hakuna uzalendo kwa sababu mambo mingi inafanyika Kenya yenye haifai. Kama saa hii tu, for example, hii ni Narok County. Tuko na uhuru ya kuuliza mambo kama ya hospitali, uajira kwa vijana. Hiyo ni uzalendo ya Wakenya kufuatilia ni nini inachofanyika. Pia kwa viongozi wote wa Narok, atufuatilii kanuni. Sasa tukijaribu kwenda kama hizo hospitali, hatuna madawa kwa hospitali. Hatuna madaktari. Tutaenda kama hapa Suswa, juzi uliona malalamiko mingi ya Wakenya wakilalamika kuhusu madaktari wanaenda hawafungui makazi. So hiyo ni kama hatuna historia, yani hatuna utamaduni. Wakenya ni wazalendo sababu nchi yetu ya Kenya imekuwa nchi ya amani. Hata kama angalau iko mambo kidogo ambayo yanatusumbua tu pale na pale, lakini sisi tukiwa wananchi, sisi ni watu wazalendo. Kama mimi sasa nikiwa mimi ni Mkenya, ni mtu ambaye amezaliwa kwa nchi yetu ya Kenya, naisa mwambie rais wetu William Samuel Ruto atokelezee, ndio atetee wananchi yake. Maana hata kule Tanzania sisi kama watu wetu wanaopigwa huko wanafungwa bure, hakuna kitu tulifanya. Sasa basi ama yeye basi atokelezee, atetee watu yake. Uzalendo kimsingi inamaanisha upendo ya nchi kwa mtu, na hivyo basi inajumuisha mapenzi tu ya nchi kwa mtu. Kwa Kiingereza tunasema patriotism. Wakenya wenyewe wana uzalendo kweli, hususan kwa kupenda nchi yao, wanapenda demokrasia, kwa sababu ukijaribu kuangalia mambo ambayo yanafanyika kwa nchi jirani Tanzania, kweli Wakenya wanateteana kwa kila upande, acha kusema katika kila nyanja ya nchi yetu. Wazo langu ni kwa serikali niseme, serikali inafaa ituchungie wale watu pengine wa upande za nje, diaspora. Maana serikali ndio iko na majukumu kubwa, na baada ya kuwa na majukumu kubwa, kwa mfano kama wale watu walikuwa wameenda Tanzania, nashukuru Mungu maana walitoka, na baada ya kutoka ilikuwa ni maombi ya mwananchi wa Kenya ndio aweze kutoka mahali pale. So ombi langu ni kwa serikali ya Kenya iweze kuchunga wa Kenya wale wako nje na wale wako ndani, na wasiangalie kisiasa, either wewe ni wa opposition ama wewe si wa opposition. Ikifika ni mahali ya kuchungana, tuchungane wote. Uzalendo hatuoni usalama hapa kwetu. Watu nauliwa, vijana ananyongwa, anatekwa nyara, hata askari atawasetekwa nyara. Nani anawateka nyara? Watu natekwa tunapata kwa mtoni. Hii serikali inatupeleka mbaya sana. Tuchungwe watu, tuchungwe. Ukitembea huko na amani huko kwenu Kenya. Unaona hata vijana juzi walienda Uganda, wengine Tanzania, wanapambwa bure. Serikali haifanyi chochote. Sina la ziada kwa sasa, ila kuwarejesheni nyote katika studio zetu za Nairobi. Ruben Motochi, runinga ya Citizen. Asante sana Ruben Motochi. Haya, tuko katika dakika za lala salama. Daktari, nafikiri nilikuwa nimeuliza swali. Nianze na Daktari Isa, alafu nipate maoni pia kutoka kwa Daktari Mugambi. Na swali langu lilikuwa ni hili, kwamba ndio serikali imejikakamua katika kutekeleza majukumu yake na kadhalika, lakini tumesikia pia semi za viongozi ambao zinaonyesha kwamba ni kudhalilisha uzalendo, kwamba kuna baadhi ya viongozi ndani ya serikali wanaweza kusema nyie wakazi wa eneo fulani, ikiwa muungani na serikali ama hamkubaliani na kile serikali inafanya, basi mjue mtakaa kando, maendeleo hayatafanyika. Tumeweza kusikia hata baadhi ya mawaziri. Mimro, cha muhimu ni kwamba Wakenya tuko na sheria. Constitution yetu ndio above everything that people say. Kuna kipengeo ambayo inasema kwamba kila mtu ako na haki ya kushughulikiwa, kupatiwa, no yani discrimination.
ile ambayo inasema hakuna discrimination. Na tunajua kwamba mwanasiasa saa ile anaongea hivyo ana umuhimu moja tu, kujionyesha kwa serikali ya hiyo siku ama kujipendeza, ndio angalau apate yeye binafsi faida ambayo anatafuta. Mimi nilisema mara ya kwanza kwamba wanasiasa si wazalendo. Sababu ni moja tu. Kwanza, ukiintimidate wananchi, useme kwamba sisi hatutafanya maendeleo sehemu fulani kwa sababu nyinyi hamfuati maagizo ya mtu fulani, hiyo inamaanisha kuwa umeharibu ile msingi wa uzalendo. Msingi wa uzalendo ni kuheshimu sheria ya nchi. Kama huwezi heshimu hiyo, basi hautaheshimu pia mahitaji ya wananchi. Kwa hivyo utakuta mtu anasema kwamba sehemu fulani hatutapeleka maendeleo, kwa mfano kwa serikali, na akisema hivyo anajua kwamba maendeleo ya sehemu fulani ni kikatiba inafanya kwamba mtu apeleke huko. Kama ingekuwa mapenzi wake hangepeleka. Kwa hivyo yeye akiongea kama mtu ambaye hajielewi, na mtu kama hajielewi inamaanisha kuwa sasa chochote anasema basi si za uzalendo. Ya pili, utakuta siasa ndio imechukua kifua mbele kuliko ile patriotism, ile uzalendo ambaye sisi wa Kenya tulikuwa nayo. Sababu gani? Ni kwamba utakuta mtu anakuambia kama haufuati maagizo ya siasa zangu ama policies ama ile wanaitanga sera za siasa fulani, basi nyinyi hamutafaidika na mapato ya nchi. Huyo mtu hajielewi, kwa sababu mapato ya nchi inalipwa na wananchi. Na jinsi ambayo inagawiwa hiyo mapato imeandikwa kwa constitution yetu. Kwa hivyo hakuna wakati mtu anaweza akaamuka tu atuambie kwamba yeye hata peana mapato fulani. Ndiye tukapata constitution ambayo itatupatia 47 counties. Ndio tunajua Senate wako na shughuli kubwa kuhakikisha kwamba mapato za hizo Senate za hizo counties zimeifikia vilivyo, na sio executive wataamua ni kiasi gani watapata. Lazima tujue kwamba mwanzo wa shida ambayo tulikuwa nayo kabla hatujakuwa na hii constitution ya 2010 ni shida kama hiyo ya kusema kwamba mtu fulani kama hayuko na sehemu fulani ama mtu fulani kama hafuati sheria, hafuati ambatani na jinsi ambayo serikali wanataka, basi hatutapeleka maendeleo. Na tuliona hiyo wakati wa Moi kwamba kuna mahali ambao maendeleo haijawahi kufikia. Sehemu ambayo mimi natoka ni sehemu ambayo mwaka 60 maendeleo imekuwa ngumu, na tunatarejea kwamba wakati ambao serikali kuu sahihi anaangazia, kwa mfano maendeleo ambayo mimi naongea juu yake ni hii barabara ambayo ilikuwa imehit Gen Z social media, hii ya kutoka Mandera mpaka Isiolo, ambao ungejua rekodi ya serikali utakuta imekuliwa pesa. Hiyo barabara imetengewa pesa lakini mara kadhaa haijawahi kutumika. Hiyo inamaanisha kuwa hiyo ambaye ingekuwa haki ya watu ambaye wanaishi huko ilikuwa imedhulumiwa, na hiyo haileti uzalendo ambaye vile sisi tunataka. Bila shaka. Asante sana Daktari. Kauli yako pamoja na hilo swali ambalo nimeuliza kuhusiana na iwapo tunatenganisha taifa zaidi wakati wale walioko serikalini wanaona kwamba wale walioko upinzani wanatuzuia aidha kupitia maneno au kupitia vitendo kutekeleza masuala fulani. Kwa hivyo inakuwa vigumu, serikali nayo inajitetea, inasema hatuwezi kufanya kwa sababu ya upinzani fulani. Je, huo ni uzalendo ama si uzalendo? Asante sana Bwana Nimrod kwa hilo swali tena. Ningetaka kuomba viongozi wajaribu kuwa waaminifu kwa kiwango fulani, kwa sababu sasa zingine tunaona unafiki wa hali ya juu, kwamba leo jambo si nzuri, kesho yake ni nzuri. Sasa hata tunashindwa kuelewa msimamo wako ni gani. Uzalendo kamili ni lazima tujue wewe unasimamia nini. Tukifuatilia kama dadangu venye alisema hapa,
if we follow 10 years from now, tunaweza kweli sema bado zile sera ulikuwa nazo na uaminifu wa chama yale mlisema kwa manifesto bado unafuatilia, ama wewe sasa kidogo mambo yakibadilika sasa kila kitu umebadilisha, ama ulikuwa unaona mwangaza sasa kila kitu ni giza, na vice versa. Ni vyema viongozi wawe waaminifu na wajue kwamba uongozi ni kama umepewa in trust, na hiyo trust pia ina expiry period na ina shelf life. Zile siku ambazo unapewa uongozi kama ni kiongozi wa county ama senate ama mbunge ama kiongozi yote hata mashirika mengine, citizen ama raia watataka kujua when the shelf life is up, ama wakati wako ukiisha ule ambao umepewa kwa sababu umepewa muda, ni yapi ulisimamia, ni yapi utakumbukwa kwa yale ulitenda. Lakini kama mambo ni yale tu ya kigeugeu, ule jamaa aliimba wimbo ya kigeugeu wana siasa na umeishi hivyo, basi itakuwa huzuni kubwa kwa nchi na tutakuwa tumesaidia nchi yetu na pia vizazi vijavyo. Kama kuna mambo haendi vyema kwenye uongozi, hata kama wewe uko katika serikali ama uko serikali, ni vyema kuyaleta kwa nuru ili yaweze kurekebishwa. Na pia wale ambao wanapewa advice na wale wanaongoza ni vyema wasikize, kwa sababu wasiposikiza basi uongozi lazima uwe na watu wanaona mambo tofauti, na ni vyema ku reason together ili tuweze kuwa na nchi yenye iko cohesive na pia ina represent all our views. Asante. Asante Daktari Njeri. Kwa kweli matamanio yako katika siku hii ya madaraka inayowadia, iwe ni siku ambayo pengine italeta utangamano angalau kwa mara ya kwanza, ili taifa liweze kusonga mbele, ama namna gani? Unahisi kwamba viongozi watakuwa ni wale wale wenye kujisahau, kuna wengine watumie fursa kama ile kuendeleza gumzo tu la siasa? Kwanza kabisa niseme ya kwamba mimi kama Mkenya najua Wakenya wengi wanahisi vile ninavyohisi, ya kwamba ninapoangalia sherehe za madaraka, we celebrate our self-independence. But when I look at the generation that we have of a government in this country today on June next week, I am trying to understand, is there anything worth celebrating this year? What is there to celebrate about the abductions? What is there to celebrate when we see injustices? What is there to celebrate when we see our education, our health, our industrialization? Nothing is progressing. And as if that is not enough, what is there to celebrate when some parents are mourning their kids 1 year down the line? No compensation, no information. What is there to celebrate in this year, Madaraka Day, when in our own country we cannot enjoy the freedoms enshrined in the Constitution? One thing I want to tell the government that is going to make speeches this Madaraka Day. Mr. President, we as the young people talk to you every other day through social media, through such platforms. But on this Madaraka Day, I really hope you can take a step back and for a minute be human enough to engage with us from a humanitarian side. Can you for a minute look at things and accept that yes, you have failed in some issues? Can you for the first time apologize to Kenyans for the injustices that we are seeing? Can you for a minute be human and tell us you understand our anger, you understand our pain? Can you look at our trauma when we look at the videos of an MP in blood stains somewhere in some part of the country? I really hope that this year, Mr. President, you can for a minute take a step back and talk to us like a father. Asante Njeri. Ningekupa muda zaidi, lakini mwelekezi wangu Ivy ananiambia muda wetu umekwisha. Daktari Isaac Hassan, Daktari Alan Mugambi na vile vile Njeri Kaiga, nasema asante sana kwa kuja na kutusaidia kuendesha mada hii. Bila shaka najua Jumatatu ijayo itakuwa ni siku ya mapumziko, kwa hivyo tutakuwa na kipindi cha Ukumbi, ikaona bora tuwe na mada kama hii kuweza kuizungumzia, lakini mengi zaidi tutajadili wiki zitakazofuatia. Na kutakia mchana mwema. Kwaheri kwa sasa.